Mukhtari ni moja kati ya shabiki wa wekundu wa Msimbazi ambaye amezishuhudia dakika 90 kati ya Fountain Gate dhidi ya Young Africans pale Arusha, uwanja wa Sheikh Amri Abeid. Alama 3 Young Africans wamezichukua kwa ushindi wa goli 2-0 na wamerudi kunako msimamo wa ligi kuu ya NBC katika nafasi yao ya kwanza, na Simba kurudi kwenye nafasi ambayo muda mrefu wamekuwa wakikaa hapo. Lakini mambo ni mengi sana. Wekundu wa Msimbazi pia wamekutana na rungu la masaa 72 mara baada ya mashabiki wake kupigwa faini ambayo imeigharimu klabu faini ya milioni 10 kwa yale ambayo yaliendelea katika siku ya jana kwenye uwanja wa Sokoine pale Mbeya, baada ya mashabiki kurusha chupa katika eneo la kiwanja. Mukhtari, uko vizuri? Niko vizuri ndugu yangu, niko vizuri kiasi chake, unajua. Umevutia mbali? Nimevutia mbali kwa sababu kuna kitu nilikuwa nakisikilizia, sema kwa bahati mbaya kimeponyoka. Kwa bado tunaendelea kusikizia mchongo wetu wa pale pale. Bado mchongo upo? Mchongo bado upo, tunaendelea kusikizia. Zimebakia mechi chache, lakini kwenye hizo mechi chache na sisi tumo. Tuanzie kwanza kwenye swala hili la mashabiki wa wekundu wa Msimbazi kupigwa faini ambayo imeigharimu klabu kwa kiasi hicho cha milioni 10. Najua mpira ni hisia, ila kitu ambacho pekee ambacho naweza nikawaomba mashabiki wenzangu, hisia isizidi sana. So unaelewa? Kweli kuna sometime marefari au marezimeno wanazingua, lakini tuangalie namna fulani ya kuwa treat, lakini kuliko kufanya vitu kama vile vina cost team. Tunajua mpira ni mchezo wa hisia na kila mtu ana hisia yake kwenye mpira. Siwezi kumpangia mtu, lakini tunatakiwa tuangalie, kwa sababu adhabu kama hizi azije kwenye mifuko ya kwetu sisi, enda kwenye mifuko ya klabu. Kitu ambacho kilikuwa kinaweza kusaidia klabu sasa kinatakiwa kitoke aende akalipwe TFF. Kwa lazima tuangalie kama mashabiki wa Simba. Lakini kwa upande wako, adhabu kwa upande wa wekundu wa Msimbazi zinazohusu mashabiki hasa utovu wa nidhamu kama hivyo zimekuwa ni nyingi sana, lakini suluhu hakuna. Suluhu yake ni nini na nyinyi mashabiki mnaongea nini? Ndio maana nikasema mpira ni mchezo wa hisia. Najua leo hii watu tumekaa wengi, lakini kuna kila mtu ana hisia yake. Kitu fulani kimetokea, washanga yule kafanya kitu ambacho hadi huyu kafanya. Lakini all in all nilikuwa sisi mashabiki tu tunazungumza lugha moja. Bwana kweli kazingua, lakini tuangalie design gani ya kumtreat, tusigharimu timu na tusipoteze sisi sifa ya kuwa mashabiki bora. Najua kuwa mashabiki bora ni vitu kama hivi tukivitoa sio vizuri, havijengi. So unaelewa? Kwa all in all mashabiki wote wa Simba ifike kipindi natakiwa tubadilike. That is, yani ifike kipindi natakiwa tubadilike. Hakuna kingine. Kwa sababu mimi siwezi kumpiga mtu mzima, kwa sababu kama hiyo tatizo kafanya mtu mzima nafanyaje? Lakini all in all inabidi tubadilike. Kama kweli unaipenda timu yako, sababu unalipa kiingilio kuja kuiangalia timu yako, lazima kuna vitu vingine uvibalance. That is it. Hakuna kingine ndugu yangu. Turudi kwenye mbio za ubingwa. Amerudi kwenye nafasi yake Young Africans baada ya kumalizana na Fountain Gate. Nini unakiona kwa upande wa Young Africans ambaye ameshinda goli 2 dhidi ya Fountain Gate? Kuna kamchongo ninakasikilizia. Bado unasikilizia? Bado ninasikilizia kaka. Siwezi kukata tamaa. Bado nafasi sisi tunao ya kuwa bingwa. Kaka, tuna muda mrefu hatujachukua kombe. Tuna maumivu, tuna majeraha, lakini raundi hii kaka, lolote liwe, lakini Simba lazima awe bingwa. Kuna kamchongo kwenye mechi zao tunakasikilizia. Si unanielewa hapo? Kama wao sasa hivi, maana sasa hivi mpira ushakuwa kama vile vita. Leo hii ukiangalia kwenye zile adhabu, kuna adhabu moja hajataja. Kwa nini? Watu wanaongoza na ushirikina. Umenielewa? Lakini ile adhabu ipo, lakini sijaisema mimi. Wazeni imeandikwa kwamba shabiki wa Yanga Saidi kafungiwa miezi 12 kwa kosa la kumwaga kimiminika na udongo kwenye mechi ya Mashujaa. Hiyo mbona hujasema? Nilikuwa naelekea huko, lakini ulikuwa umechelewa ndugu yangu. Nilianzia kwanza kwa uliposema ya kwetu, ungesema na watu fudenge wanaongoza kwa ushirikina. Sasa mpira huo mbona utaendelea mpaka lini ndugu yangu? Ifike kipindi watu walibia uwanja wetu jamani. Uwanja wenyewe hii tunapata kwa tabu. Kama unaona rais ajenge uwanja wao, basi waendelee kumwaga hivyo vimiminika. Wao ndio wafanya paka uwanja wa taifa ule pale umefumuliwa. Haki ya mama nakwambia kwa Mungu. Kama haya tena. Sasa wao sisi hapa labda fujo wao. Ile mechi ya Simba na Yanga ambao tumecheza kule Meja. Bodi ya ligi itoa tena adhabu hiyo. Wamemwaga hata vimiminika. Na hiyo sasa uogope ndugu yangu. Mnatuharibia uwanja jamani, inatosha. Lakini hiyo dhama ya kumwaga vimiminika na nyinyi mmeshakutana nayo pia. Sisi hatuna nyingi kama wao. Sisi ndio maana nakwambia mpaka sasa hivi hizo kwao zimejirudia mara nyingi, au uongo ndugu yangu? Zimejirudia mara nyingi. Jamani mnatuharibia uwanja jamani, hatuna uwanja sisi.
Kama mmeona rais, tengenezeni uwanja wenu wa AI yule, ndio mwage vimiminika. Fukeni hata ng'ombe hatutawauliza. Uwanja wa AI. Uwanja wa AI yule. Ule uwanja ambao umesema kesho tutajenga. Mpaka sasa hivi uwanja hujajengwa. Uwanja ukiona uwanja unaanza kuzungumzia kizungu. Wait is processing is continuous. GSM is waiting. Baba hamna uwanja. Hamna shughuli. Hamna uwanja. Uwanja unazungumza Kiswahili mlivyoitwa kule. Waandishi kwa siku ile. Tunazindua. Kauli ilitoka, kauli moja. Utiaji sign. Yes. Ikatoka kauli kwamba uwanja unaanza kujengwa kesho. Right? Si ndio? Lakini mpaka sasa hivi ukipita pale kuna parking ya magari, kuna dampo watu wanaendelea kumwaga uchafu, sehemu ya kunywa kahawa na mantilie. Pale hakuna uwanja ndugu yangu. Uwanja uzungumzaji kizungu. Lakini sasa hivi ukiwapigia, "Hey, vipi kaka? Yo, you know, wait, a process is continuous. That is uwanja is stadium." Baba hamna uwanja. Hakunaga uwanja unazungumza kizungu, haki ya mama. Uwanja ni Kiswahili tu. Ukianza kuzungumza kizungu, hakuna uwanja. Kwa wasitegemee uwanja. Wasituharibie uwanja, viwanja vyetu hivi vibaki. Kama unaona rais watengeneze cha kwao cha AI. Hapo nimezungumza kwa hisia kabisa. Of course. Wanatuharibia uwanja. Muktali, Fountain Gates ameshindwa kumsimamisha Young Africans kwa siku ya leo. Pengine Young Africans alikuwa bora kiasi gani kwenye mechi ya leo? Hakuwa bora. Kwa nini? Leo hii wewe Young Africa ukiangalia ile ambao wao wanaisifia na leo inalingana. Magoli yao nya chupling. Yaani tu kwa sababu tu siwezi kuitetea timu ambayo tayari ishafungwa. Yaani kuitetea Fountain Gate sasa kama unatetea Muhindi wa Simba. Sawa unamtetea Muhindi wa Simba. So unaelewa? Kwa nini Muhindi? Ndio nimekwambia hata ni mfano sasa unataja timu ambayo tayari ishafungwa. Lakini leo hii ukiangalia wamecheza chini ya kiwango. Huyo ni ile Yanga ambao wao wanaisifia. Sijui Yanga ya kumsake tumsake. Leo magoli yenyewe mbanga. Wewe angalia goli la jana. Limetoka kwenye mguu wa Chama, ukaenda kwenye mguu wa Mpanzu. Mpanzu akapiga chenga mpaka golikipa afu goli. Sasa unakuja kuzungumzia magoli ya mbagala hapa. Mpira leo hakuwa na ladha. Sema tu kwa sababu ndo mtu unataka uangalie mpinzani wako basi. Hivyo. Lakini Depo ameingia kambani. Prince Dube amekaa mbao ndefu. Pengine Depo atakuja na mabadiliko makubwa mara baada ya Dube kuonekana akipoteza nafasi nyingi. Amna mafuadi pale, wengi wale chupling. Sijui wale wafungaji wao, wengi chupling. Siwezi kuizungumzia sana kama vile ninavyomzungumzia Mpanzu au Chama. Si unaelewa? Kifootball nitakuwa nakosea. Yule ni mpinzani wangu. Si unaelewa? Au nitakuwa mimi ndio nimekosea hapo? Yule ni mpinzani wangu mimi. Sawa? Mimi yani dua na sala. Wachezaji wake hata wasifunge ndio dua yangu mimi. Hakuna kingine ndugu yangu. Alan Okello hajaonekana kwenye mchango wa goli wala kufunga goli. Hii inaashiria nini? Clatous Chota Chama anasogea, jana ameonekana. Nilikwambia yule mtoto hana uwezo ule ambao mnaosema nyinyi. Si mnanielewa? Hana uwezo ule mnaosema nyinyi. Leo hii Chama ametoka kwenye majeraha. Aliingia mechi ya Pamba, nadhani umeona timu ikabadilika. Jana kaanza, nadhani umeona assist imetoka kwake. Sasa unaweza kumfananisha Chama na Okello? Ifike kipindi tumheshimu Chama. Tumtengenezee heshima yake. Yaani hapo ukifika kwenye Chama, tumtengenezee heshima ya Chama kaka. Si unanielewa? Usimfananisha yule na huyu, tofauti kaka. Naomba nielewe nikizungumza tofauti. Leo hii nakupa tu hizo mechi mbili. Chama ametokea majeraha. Si ndio? Mechi ya Pamba kaingia kipindi cha pili. Timu ikabadilika. Jana kaingia kipindi cha kwanza, katoa assist yeye. Sasa kwa nini tusimzungumzie Chama kwa ukubwa kiasi hicho? Hatuwezi kumzungumzia mtu ambaye mechi ikiwa tafu haonekani. Watu wache bwana. Watu wache na Chama yetu, wache tutambe na Simba yetu. Na Simba bingwa. Mchongo mnausikilizia vipi kwenye? Mchongo tunausikilizia na Simba bingwa. Vipi kwenye CRDB? Ndio mechi zinazofuata. Huko ndo kabisa. Kaka, na ukame na ugwadu. Nataka kombe. Na ukame na ugwadu. Naondoka na CRDB, naondoka na NBC. Utake usitake mimi naondoka nayo. Baada hapo napiga gwaride la mwezi mzima kaka. Hapo ndo utapona Eliza rasmi. Afu watu wako juu, makombe yako juu hivi kama hivi anahenga. Tunasubiri kutambulishwa kwenye sherehe za ubingwa. Hatuna jambo dogo ndugu. Na lile la Muungano hatujalifanyia bado maheka. Subiri hapo kwenye kombe la ubingwa. Ndio utaona sasa makombe yetu yote tunakaa nayo tunatamba nayo sisi. Kaka, ndakupa za ndani hizo. Wiki hii. Hiyo wiki ishaisha. Tuna mwezi mzima wa kupiga gwaride. Kaka, tuna miaka 4 hatujanyanyua kombe. Kaka, mtuache tutafanya makubwa. Kaka, itakuwa kama sherehe hiyo. Si unanielewa? Mtaiona Eliza na mtaona yale makombe.
mtaiona iliza ambao wanaisema, utaiona pale. Sisi bosi wetu ahadi zake zimenyooka hivi, si unanielewa? Bosi wetu ahadi zake zimenyooka, kotulia, kuna kamchongo tunakasikilizia. Shukrani sana Mukhtar. Poa ndugu yangu.